أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله. إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا. من يهد الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له. أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله أرسله الله بالهدى ودين الحق ليظهره على دين كله ولو كره المشركون. Baada ya kumshukuru Mwenyezi Mungu Subhanahu wa Ta'ala, Mwenyezi Mungu ambaye ni muumba mbingu na ardhi na vilivyomo katika sehemu hizo, zile ambazo zinazoonekana na zile ambazo hazionekani. Mwenyezi Mungu ambaye ndiye mmiliki siku ya kiyama, haonekani, hudumu milele. Yeye ambaye ni uwezo, unaweza, usioweza na chochote kilichowezeshwa. Na vile vile kumtakia rehema na amani mtume wa mwisho, nabii wa watu wote, jemedari wa umma, Nabii Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Kwanza kabisa ningependa kuhusia nafsi yangu bila kuzisahau nafsi zenu katika swala nzima la kumcha Mwenyezi Mungu Subhanahu wa Ta'ala. Na jambo la pili, niweze kuwashukuru kwa waandaaji wa kongamano hili la muhimu tena la thamani. Na wakati tunapokutana kama hivi, kwa kweli inaleta mapenzi makubwa, tukiwa tunasikia maneno ya maana kutoka kwa mashaka zetu hapa. Mwenyezi Mungu Subhanahu wa Ta'ala wakati aliposema kwamba al-yawma akmaltu lakum dinakum wa atmamtu alaykum ni'mati wa raditu lakum al-islam dina, katika sura hii, suratul Maida, tunaambiwa kwamba ni sura yenye faradhi 18 ambayo ndani yake hakuna kitu kilichofutwa ila kimefuta. Na ni miongoni mwa sura za mwisho wakati Mtume Muhammad sallallahu alaihi wasallam alipokuwa anakaribia siku zake za mwisho katika dunia hii. Kukamilika kwa Uislamu, Mwenyezi Mungu anasema katika aya nyingine ya kwamba atajalia dini hii iweze kushinda dini zingine. Lakini kulingana na vile tunaisoma aya hii na hali halisi vile ilivyo kwa sasa, tunakuta kwamba ni vitu vile tofauti. Kama Mwenyezi Mungu alisema kwamba Uislamu utashinda dini zingine, kwa nini Waislamu kwa sasa hivi inaonekana tukiwa hafifu kiasi hicho? Tumekuwa hafifu kwa sababu kazi ambayo Mwenyezi Mungu aliweza kutupa tuweze kuifanya, tuliweza kuiacha. Kazi ya da'wa. Na kazi ya da'wa si kwamba ni sehemu moja tu, imegawanyika sehemu nyingi. Lakini tatizo lililoko ni kwamba Waislamu sasa hivi tumekuwa ni wengi sana wa mijadala wa sisi kwa sisi ambayo haina maana.
wakati maadui zetu wapo na wanazidi kushindana na kushinda, kuna jambo ndogo kidogo, kwa sababu ya muda nahitaji nielezee kuhusu Uislamu katika nchi yetu hii na hali halisi ya sasa ilivyo. Wakati mwaka wa 900, kuanzia mwaka wa 900, wale ambao wamesoma tarehe ya Kiislamu, unajua shida kubwa ambayo tunayo ni kwamba tumesomeshwa sana tarehe ya Uislamu wa Arabuni, lakini hatusomi tarehe ya Uislamu Afrika Mashariki, na hichi ndicho kimetufirisha. Kwa hivyo mpaka wale wasiokuwa Waislamu wakati wanapoona Uislamu, wanapotazama Uislamu, wanaona kwamba Uislamu ni dini ngeni, ni dini mpya. Na Waislamu pia hata kuitetea Uislamu inakuwa ni kazi kubwa, ima uwe shuleni, vyuo vikuu, au sehemu za kazi, au sehemu zinginezo. Uislamu wakati umeingia Afrika Mashariki na kukawa na dola ya Kiislamu kabla ya dini yoyote kuwepo katika Afrika Mashariki, mwaka wa 900 anakuja bwana mmoja anajiita Ali ibn Hassan al-Shirazi. Tarehe wenye kuisoma wanaijua. Wakati alipokuja akaja na vijana wake 6, na baada ya muda wakaweza kukaa katika sehemu hizi, na Uislamu ukaanza kusambaa katika Afrika Mashariki, kuanzia Kisimayu mpaka Msumbiji. Na tofauti na hayo, Afrika Mashariki kukawa na dola ya Kiislamu kabla ya dini nyingine yote kuingia katika Afrika Mashariki. Kuna kitu tunahitaji tukiweke kwenye fikra zetu kuhusiana ni kwa nini tumedamaa katika kazi yetu hii ya da'wa. Kwa sababu tunadhani ya kwamba labda da'wa ni kuzunguka tu na kwenda kuwaambia Wakristo kwamba acheni dini hii, Uislamu ni dini ya haki, unashinda mpaka kuutetea. Lakini majumbani mwetu kazi hii ya da'wa tumeishindwa tuifanyi, na ndio maana unakuta kwamba hata wale watoto au familia au wake zetu wamekuwa wamelemaa sana katika kazi hii au kuweza kuifuata dini. Unakuta kwamba murtadi ni wengi sana kwa sasa hivi katika majumbani mwetu. Wengine wameolewa na sio Waislamu, alafu wakimuuliza anakuambia kwamba dini ni dini, Mungu ni mmoja. Haijalishi ya kwamba Mungu wa dini ya tofauti na Uislamu, ya kwamba ni Mungu tofauti na Mungu huyo Uislamu. Kwa hivyo Afrika Mashariki zaidi ya visiwa 35 kukawa na dola ya Kiislamu ambayo ilikuwa inajulikana kama Kilwa Empire, ambayo imetawala. Na ndio maana ukitoka hapa ukienda sehemu za Lamu, na ndio maana tunaambia kwamba tuzunguke katika ulimwengu. Ukienda maeneo ya Lamu unakuta kwamba kuna misikiti ambayo ina zaidi ya miaka 1000 yuko kule, miaka 700, miaka 800 na sehemu zinginezo. Lakini kwa nini Uislamu ulichelewa kuingia katika maeneo haya? Wapi tulikwama? Na tarehe ya mwanzo tunaambiwa kwamba mwaka wa 600 wakati masahaba walipokuwa wameenda Ethiopia, An-Najashi akasilimu na watu wake, Uislamu ulianza kusambaa kuanzia miaka ya 600. Kwa hivyo Afrika Mashariki Uislamu ulikuwa umeshaanza kuingia miaka hiyo. Lakini kwa nini huku Uislamu haupo? Tunakwama wapi? Ni jambo lipi ambalo tuliweza kulifanya ambalo hatukufaa kulifanya? Angalia mwaka wa 900, uhesabu miaka takriban miaka 500, Waislamu wakiwa wanaongoza katika sehemu hizo zaidi ya miaka 500, hadi bwana yule wakati alipokuwa anaitwa Vasco da Gama karne ya 16. Miaka mingapi hiyo?
Hiyo ilikuwa ni baada ya mwaka 1492. Mwaka 1492 ndio dola ya mwisho ambayo ilikuwa iko Andalusia, dola ya Andalusia ilipoangushwa katika nchi ya Spain. Malkia alikuwa anajulikana Isabel, alijulikana malkia wa Spain, alikuwa yuko Spain kwa niaba ya kanisa Katoliki, akamtuma bwana mmoja alikuwa anaitwa Vasco da Gama katika hizi nchi kuja upande huu, na Columbus akatumwa katika nchi za Marekani baada ya mwaka 1492. Afrika Mashariki bado inatawaliwa na dola ya Kiislamu hadi wakati ule Vasco da Gama alipokuja mwaka 1492. Baada ya hapo karne ya 18 ndipo kukaanzishwa vita miaka 200, kukawa na vita vikubwa sana vya kuua Waislamu katika sehemu hizo. Ndipo karne ya 18 wakoloni wakaja. Swali linakuja, Waislamu, kwa nini maeneo haya hatuna hospitali ya Kiislamu? Kwa nini Kenya hii hatuna shule ya Kiislamu? Na kama tunayo, mtaniambia moja tulikuwa nayo. Shule ya msingi tulikuwa nayo moja tu, sio mbili, moja. Shule ya sekondari ya Uislamu tulikuwa nayo Kenya, mniambia moja ni ipi? Na chuo kikuu cha Waislamu, chuo cha Kiislamu tulichokuwa nacho, sio cha Waislamu, chuo cha Kiislamu tulichokuwa nacho Kenya hii kimoja, mniambie ni kipi? Sasa tunakoma wapi? Hapo tuna shida gani wakati Uislamu ndio ulitangulia kuja katika maeneo haya tena kwa miaka mingi mno, zaidi ya miaka 600? Uislamu upo pwani. Kwa nini dini zingine zimekuja karne ya 8 lakini ndizo zipo katika maeneo haya kwa wingi? Sehemu za Ukambani ndio sehemu ambazo zimepakana sana na pwani. Kwa nini Uislamu kule haupo? Uislamu utakuta mijini. Na pia hizi sehemu ambazo utakazosikia kwamba ni za mlimani, sehemu ambazo kuna Waislamu wengi, ni wale waliokuwa wanakuja kutengeneza reli ndio wakajenga misikiti miaka hiyo. Kwa nini da'wa haikutoka Mombasa, haikutoka Lamu kuja katika sehemu hizi? Kwa nini da'wa haikutoka Somalia kuja katika sehemu hizi? Kwa nini da'wa haikutoka Zanzibar kuja katika sehemu hizi? Sasa haya makosa ambayo yalifanyika ndio haya tunatakana turekebishe. Kwa sababu huwa tunadhani ya kwamba wakati tunapomwona Sheikh Salim pale au Sheikh Hassan pale au mashehe hapa, ya kwamba jukumu lao tu peke yao ni hilo la kufikisha kazi hii, lakini kwa watu wengine kazi hii haiwafai. Wewe ukiwa ni mwanafunzi wa shule au pale popote unataka ujitenge ukae peke yako, hata wale ambao sio Waislamu au wale wanaoghafilika katika dini hutaki kuwalingania. Dini haikwenda hivyo. Vitu ambavyo tumejaza ni mijadala ambayo haina maana ya sisi kwa sisi. Hatuwezi kuendelea. Ili tuweze kupiga hatua kuendelea mbele, ni lazima tuangalie pahali tulipokosea, pahali tulipofeli, ili tuweze kurekebisha sehemu hiyo na tuweze kuendelea safari ambayo itakuwa ni salama zaidi. Na tujue kwamba kazi ya dawa, kazi ya kulingania ni kazi ya kila mtu. Wewe ukiwa ni mzazi, kama huna uwezo wa kutoka hapo kwenda kumlingania jirani yako asiyekuwa Muislamu kwa maneno, mlinganie kwa tabia. Na hichi ndicho tumekikosa kwa asilimia kubwa. Wewe mtoto wako wa kike ndiye anazunguka huko akiwa uchi, umevaa vipensi na visuruali, huko fundisha kuvaa kujistiri tangu kwa mdogo, eti kwa sababu nampenda sana hutaki kumkoromea mtoto wako, hutaki kumkemea mtoto wako wa kike eti kisha unampenda sana.
Mwingine hataki kumwambia mtoto wako wa kiume kwa sababu nampenda sana mtoto wa kiume huyu. Ndio hao wamejaa huko, nakuta watu wamejaa kwenye mabaa na kwenye sehemu za kamari na kwenye sehemu za michezo ambayo haina maana. Mtu anasahau kuswali kwa sababu ya mambo kama haya ambayo hayana maana. Dakika 10 unakosa kwenda kuswali, lakini utaenda kwenye kibanda cha kutazama mpira kwa takriban dakika 90. 10 umeshindwa kuzitumia. Waliojaa kwenye vibanda hivi ni kina nani? Waislamu. Waliojaa labda kwenye sehemu za kunywa pombe na sehemu za kamari ni nani? Ni Waislamu. Waislamu, dini hii Mwenyezi Mungu hakutoa idhini ya kuweza kuilinda dini. Alichotoa agizo la kulinda ni kitabu cha Qur'an peke yake. Kwa hivyo dini mnalinda nyinyi, wewe na mimi na wengine. Kazi yetu ni kulinda dini. Kazi ya Qur'ani kuilinda, hiyo ni kazi ya Mwenyezi Mungu Subhanahu wa Ta'ala, kwa sababu alishatoa agizo. Leo tunataka tuishi kama maisha ya wazungu, kama wazungu. Kuna bwana mmoja alikuwa anaitwa Genghis Khan, mnamjua? Alikuwa ni kiongozi wa Mongolia. Wakati alipotoka nchi ya Iraki, akakaa huko kwa muda. Kwa sababu ya kusoma tabia za Waislamu kule, wale wa Mongolia waliokuwa kule, baada ya muda walikuja wakasilimu. Na ndio maana unakuta kwamba zile nchi zilizoko pale, nchi zina Uislamu kwa wingi. Uislamu unapatikana hivyo kutokana na tabia, kwa sababu sio lazima utumie mdomo au maneno tu kuzungumza na mtu. Vitendo vinatosha. Wewe huwezi kumwambia kwamba mtoto wako aende kaswali wakati wewe huswali. Huwezi kumwambia mtoto wako afunge wakati wewe ufungi. Nafahamika vizuri ya kwamba mtoto huwa ajifunzi kutoka kwa mzazi wake kwa yale maneno ambayo unamwambia, lakini hujifunza kwa mzazi wake zile tabia ambazo anazoziona kutoka kwa mzazi wake. Ndio maana unakuta watoto wengi wanaiga hadi kutembea kwa mzazi wake, wanaiga au labda kama ni babu yake au bibi yake au mwingineo, wanaiga tabia kuanza kutembea, kuongea na mambo mengineyo kama hayo. Kwa hivyo kazi hii ya kulingania si kwamba ni kazi moja tu ionekane ya kwamba ni kazi moja. Hata Mwenyezi Mungu Subhanahu wa Ta'ala anamwambia Mtume, waonye waliokuwa karibu yako, waambie ashiratu kalaki rabin, walinganie waonye wale waliokuwa karibu yako. Sisi tumeonya wangapi waliokuwa karibu yetu? Au labda tunaogopa labda uhusiano utafifia, labda wale urafiki, labda kwa sababu ulikuwa naenda na mtu unamkuta pale ni rafiki yako, si Muislamu. Hutaki kumwambia kwamba Uislamu ni dini ya haki kwa sababu unaogopa kwamba kesho utakosa kile ambacho alichokuwa nakupa. Ndicho naogopa. Leo tunataka tuishi maisha ya kizungu, kuongea kizungu sana, kuishi maisha ya kizungu sio Kiislamu. Mwaka wa 1711 wazungu hawakuwahi kuwa na ustaarabu hadi wakati ule ustaarabu ulipopelekwa na Waislamu mwaka wa 1711. Na tunaambiwa katika tarehe ya kwamba Waingereza walikuwa wanaugua maradhi ya kipindupindu kwa sababu hata choo kinyesi walikuwa na kunya alafu tena wanatupia badilishani. Wakatafuta nguo, lengo la Ulaya kutafuta nguo ni kwa sababu ya kula ule uchafu, kuondoa ule uchafu, takataka zile, vinyesi na kadhalika. Wakati Waislamu walipoingia rasmi mwaka wa 1711 Spain, Andalusia, wakaanza kuwafundisha wazungu jinsi ya kuchimba choo, na kwamba kuwafundisha kwamba nyumba ni choo. Someni
historia ya hao mabwana mtakuta kwamba sio watu. Ndio maana tunaambia kwamba Mtume sallallahu alaihi wasallam ndiye mwenye kuleta ustaarabu duniani. Lakini mtume huyu pamoja na kwamba kaleta ustaarabu duniani, hatutaki kumfuata. Sheikh wangu hapa amesema kwamba tufuate Qur'an na Sunna. Tujiulize, tunafuata Qur'an na Sunna ili mambo yetu yaweze kufanikiwa. Sheikh wangu hapa akazungumzia kuhusu malezi watoto. Akasema kwamba watoto miongoni mwa mambo ambayo Mtume sallallahu alaihi wasallam anasema ni kwamba kaeni na watoto mpaka wafikishe miaka 7. Mnacheza na wao miaka 7. Miaka 7 ya pili wafundisheni, na miaka 7 ya tatu washirikiane nao. Nini maana yake? Mtoto kwa mwaka wa kwanza mpaka mwaka wa 7 hajui chochote. Ndio maana tunaambia kwamba akifika miaka 10 kama hakuswali chukua fimbo. Lakini mwaka wa kwanza mpaka mwaka wa 7 ni mwaka wa kucheza naye mtoto. Mwaka wa 7 mpaka mwaka wa 14 akiwa ni mtoto wa kiume, wewe baba mtoto, hata kama mliachana na mkeo, ni jukumu lako la kulea mtoto. Umfundishe kazi zako, kama wewe muendesha mkokoteni, kama unauza mkaa, kama wewe unafanya kazi gani, mfundishe kazi zako mpaka miaka 14. Kwa sababu mtoto afundishwe na mwalimu. Mwalimu wa kwanza mtoto wako ni wewe. Lakini sasa hivi hatufundishi watoto, tunafuga watoto. Wewe mtoto wa kike wenyewe. Alafu mmegombana kidogo, umeacha mpaka umetelekeza mpaka watoto. Wale watoto wanalelewa na mama kwa takriban muda wote huo, wewe ukiwa unakula huku. Unakula kiyoyozi tu. Yule mtoto analelewa katika mazingira mengine ambayo ni mabaya. Alafu tunakuja kulaumu huku. Kwa hivyo umri huu nilikuwa kwamba wewe baba mtoto kama ni mtoto wa kiume ukae na yeye mpaka miaka 14. Na kwa sababu mtoto wa kiume huu baada ya hapo anatarajiwa kuwa ni mwenye majukumu ya familia. Miaka 14 akifika tunaambia kwamba sasa washarikuhum, mshirikisheni mtoto huyu. Anjo mwanangu. Sasa leo si unaona nimekufundisha taaluma. Sasa hivi unajua kuuza mkaa. Au kazi yangu hii ya kuendesha mkokoteni ndio ninawalea nayo. Na kufundisha. Sasa leo naona kwamba hakuna kitu chochote nyumbani huko. Hebu angalia vile kutakavyokuwa, uone kama kutapatikana kitu. Kuanzia miaka 14 mpaka miaka 21. Kisha unamjaribu. Unasoma kwake. Sasa hapa unaangalia, je, huyu mtoto wakati atakapofikia wakati wa familia, wakati wa kuwa na mke, huyu mtoto ataweza mke? Ataweza familia? Lakini sisi tunampelekea watoto wetu watu wengine kuenda kuwalelea. Wewe uchukue mtoto wako miaka 3 miaka 4 umpelekee mwalimu kwenda kukulelea mtoto. Wewe mwenyewe mpaka mtoto wako akiwa hapo ndani ya nyumba au mpaka unaogopa akiwepo hapo. Wewe utamlea vipi? Kwa hivyo dawa haianzi ya kwamba huko tunakoona, inaanzia pale nyumbani, kutoka kwa watoto wako, kutoka kwa mke wako, kutoka kwa watu walio karibu yako, majirani na watu wengine kama hao. Sasa hebu angalia leo hii utoke hapa uende na Pakistan. Sio kuna Waislamu wengi. Ni hesabieni shule mbili za msingi za Uislamu. Mbili tu. Na shule 10 za kanisa. Na Pakistan sehemu ambapo kuna Waislamu wengi zaidi. Kuna shule zaidi ya 10 za kanisa. Shule za sekondari zinazomilikiwa na Waislamu za Kiislamu hamna. Na Pakistan. Lakini shule za sekondari za kanisa zimejaa. Vyuo vikuu vya kanisa vimejaa na Pakistan. Lakini vyuo vingapi vilivyokuwa kule vya Uislamu? Hivyo nenda Mombasa, nenda Tanzania, nenda sehemu ambazo watakuwa Waislamu wengi.
Angalia hayo mambo. Ni wapi hospitali ya Kiislamu ipo? Mnataka kusema kwamba hatungekuwa na uwezo huu? Kuna bwana mmoja alikuja hapa Kenya, nadhani kama sijakosea alikuwa anajiita ni mhadhiri wa kimataifa, anaitwa Bilal Phillips. Akasema kwamba kuna shilingi Muislamu awe anatoa shilingi moja kwa siku. Tuseme kwa mfano Uislamu ni milioni 3 au milioni 10 Kenya hii. Shilingi moja tu kwa siku. Usitoe 10 wala tano moja. Kwa mwaka mmoja tutakuwa na nini? Lakini mambo haya hatufikirii. Mambo haya hatupigi fikira mbele. Kwa sababu kwa miaka mingi au kwa muda mrefu tulikuwa tumefundishwa kuhusu akhera. Hauwezi ukaipata akhera bila dunia shekhe. Ya akhera inahitaji utoe zaka shekhe. Utatoa na nini na una mali? Sadaka unahitaji mali. Utatoa na nini? Kazi hii ya da'wa tangu mwanzo ilikuwa inaendeshwa na wanawake. Muangalie Bi Sumayya, mwanamke wa kwanza kuwa shahidi kwa sababu ya Uislamu. Muangalie Bi Khadija, ametumia mali zake kwa sababu ya dini. Leo katika karne hii tunawafundisha wanawake zetu au wake zetu kufanya nini? Kwa zaidi sisi ndio tunachangia mpaka kuwavunja moyo. Kwa sababu wakati utazaa naye watoto 3 4, badala mkae pamoja muwalee katika mazingira ya kidini, wewe ndio unakuwa kwanza kuondoka. Yule mke hana kazi, alikuwa anakutegemea wewe. Hivi unafikiria kwamba atafanya kazi gani baada ya hapo? Hana ajira. Ataanza kujiuza. Anasababisha nani? Wewe mwanamume. Kwa sababu anafanya hivyo, awalea watoto wake kwa sababu baba yao ameshatelekeza. Hapa tulipokuwa msikitini mashehe hapa, msiniangalia vibaya. Nataka kusema kwamba hakuna mtoto mmoja ameacha pa mtoto. Tuulizane tu sababu matatizo yalianzia hapo ndugu zangu katika imani. Kwa sababu Mtume sallallahu alaihi wasallam anasema kwamba mwanamke ni ulimwengu. Na mwanamke akifisadika, basi ulimwengu mzima unafisadika. Na mwanamke akitengemaa, basi ulimwengu mzima unatengemaa. Kwa hivyo kazi hii inahitajika juhudi. Kama vile tunavyosema siku zote, unakuta kwamba hakuna watu ambao wanadharauliwa leo kuliko walimu wa misikitini, maimamu. Unakuta imam ameweka kanzu yake, ameweka mpaka kiraka na sio charangi ile ya kanzu. Na Waislamu wanaona, waumini wapo. Wewe fadhali kwa kula nyama kilo moja kila siku, na unaona imam kanzu imenaruka, imechanika, ameweka kiraka. Huyu mtoto wako wakati atakapokuja, amuone mwalimu kanzu yake imechanika, hata kile ambacho anamfundisha atasikiliza. Ataanza kumdharau kuanzia pale kwa kuona kanzu imechanika. Mimi sina kuja na kanzu mpya kila siku. Wewe kanzu moja tu utabadilishaje? Kwa hivyo kwa mtoto kuona hivyo, hata kile utamfundisha kipengea kichwani. Na ndio maana unakuta kwamba sasa hivi hata kutoka kusema kama nimetoa wanafunzi wangapi na kwani ni nadra sana. Kwa sababu ya dharau mpaka ya mashehe. Mnahitaji ni mdefu ni mtoto, huyu mtoto ni lazima ninyanyue fimbo. Mzazi anakuja kumtukana shehe. Alisema hivyo nani? Alisema hivyo ni mkuu wa daraja Mtume sallallahu alaihi wasallam. Sio shehe. Na kuja kumtukana shehe kumwambia kwamba nisione tena mpiga mtoto wangu. Hiyo dawa atakuja kufanya mtoto wako atakuja kufanya dawa gani? Tunalea watoto, tunafuga. Na ndio maana wasiokuwa Waislamu wameshaji wa mambo haya. Unakuta kwamba kila wakati kuna semina za kuwavuta Waislamu. Si nyinyi hamna pesa? Mnajifanya hamna hela. Leo nataka tuchukue mfano mmoja. Msikiti hapa kuna shehe yupo, lakini unaweza kukuta kwamba labda hana baisikeli. Na napiga mfano tu, samahani.
Mtanisamehe. Unaweza kukuta hana baiskeli. Na shehe huyo anatarajia labda kuna pahali anaenda, labda kuna mkutano wa mashehe labda kama Ngong. Hana na kwa sababu hana kazi. Hii baiskeli ndio kwenda kule. Halafu ulinganisha na wasiokuwa Waislamu. Nyumba ndogo kama hii huko amenunua gari, na gari kila siku inaweka mafuta. Hivi ni kusema kwamba Uislamu ni dini isiyokuwa na watu, na Ukristo ni watu wasiokuwa na dini. Hii ndio tofauti na kwa. Sababu na juhudi sana. Jamani, mchungaji wetu tunamnunulia gari. Gari yetu sawa. Njoo zungumza hizo habari kwa Uislamu. Utaitishwa aya, utatoa aya za Maka, za Madina, utatoa hadithi sahihi, mutafakun alayhi, dhaifu. Toki kila kitu. Bado watu wasikilize. Muislamu mpaka atoe. Ni gharama kubwa. Bado kuelewa tu. Kwa sisi Waislamu ndio tunachangia kuwadunisha mashehe zetu. Sisi Waislamu ndio pia tunachangia kuwadunisha pia walimu wahadhiri wetu. Mwangalie kwa mfano huyo mhadhiri anatarajiwa kwa mfano kama sasa hivi sisi tuko safarini ya muda mrefu sana. Tunaelekea safarini wakati wote kuanzia sasa. Na safari au kwenda kufanya kazi ya dawa inahitaji juhudi za kifedha. Hivyo katika kazi ya iwe ni imam, iwe ni shekhe msikitini. Lakini Waislamu wanahitaji vitu vya bure. Na hii ndio kasoro ambayo imetuharibu kila kitu. Ni lazima ifikie pahali Waislamu tuondoe mentality hii ya kwanza ya kwamba nahitaji niwe na mkono wa chini au wa juu au mkono mrefu, nianze kuwa na mkono mfupi. Mtume sallallahu alaihi wasallam anasema mkono mrefu ni mkono mfupi ni bora zaidi kuliko mkono mrefu. Mkono juu. Asante, shukrani. Sasa sisi tunafanyaje? Na hii ndio inasababisha mpaka tu, kwa sababu ukijiweka akilini mwako ya kwamba mimi ni maskini, utakuwa maskini kweli. Ukijiweka kwamba ni maskini, utatajirika mpaka bado utajiona maskini tu. Kuna watu mimi najua ya kwamba ni watu matajiri, na mkenda hotelini anaenda anakuzungusha huko kwanza huko chochoroni huko kwa hoteli ya chochoroni kule. Mbona ukatafuta mandazi kule? Mandazi katakata kule, ni tajiri. Ametajirika lakini hajui alishatajirika. Kwa sababu hajui kutoa, alishazoea kuchukua, kupokea. Waislamu ifikie pahali tuondoe mentality hii, tujue kwamba dini hii haipelekwi kwa kupokea, bali kwa kupewa. Wakati wa Mtume sallallahu alaihi wasallam Waislamu walikuwa ni wachache sana, lakini angalia vita ambavyo waliweza kupigana katika vita vya Muta. Sababu nadhani ndio vita ambavyo vilikuwa na jeshi kubwa sana. Waislamu walikuwa na 3000. Utawala wa Rumi walikuwa wamekuja na jeshi, wanajeshi 200,000 kupigana na Waislamu. 1200 kwa 3000. Lakini angalia moyo waliokuwa nao Waislamu kupigana vita hivi. Kama ingekuwa sasa hivi ingekuwaje? Unakuta kwamba shaka kitembea ni kama imenyeshewa na mvua. Sababu hali yake ni tabani. Anapiga, mimi nahitaji niende darasani baadaye, nina mkutano, alafu tena baadaye. Ndio nilikuwa naanza. Inshallah stars. Kwa hivyo nisiweze kuendelea sana kwa sababu naona muda ndio kama hivyo. Mwenyezi Mungu atufanyie wepesi na pia tuweze kufanya juhudi. Waislamu kusema kweli tufanye juhudi. Tufanye juhudi Waislamu. Dini hii inahitaji juhudi. Inahitaji juhudi. Tuweze kufanya juhudi na Mwenyezi Mungu aweze kutufanyia wepesi inshallah.
وهذا السلام عليكم ورحمة الله وبركاته وعفوا منكم. Sheikh anasema ndo anaanza nafasi pia. Naomba Sheikh Shaban atufanyie adhana alafu tukaribishe ndugu yetu. Tia kalima inshallah. الله أكبر الله أكبر الله أكبر الله أكبر أشهد أن لا إله إلا الله أشهد أن لا إله إلا الله أشهد أن محمدا رسول الله أشهد أن محمدا رسول الله حي على الصلاة حي على الصلاة حي على الفلاح حي على الفلاح الله أكبر الله أكبر لا إله إلا الله. بسم الله الرحمن الرحيم. آمنت بالله ربا وكفرت بالجبت والطاغوت واستمسكت بالعروة الوثقى لا انفصام لها والله سميع عليم. الحمد لله الحمد لله الذي رفع شأن العلم وأهله وجعل طلبه عبادة ومدارسته قربة وتعليمه صدقة. وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له جل عن الشريك والمثيل والنظير. وأشهد أن محمدا عبده ورسوله القائل من سلك طريقا يلتمس فيه علما سهل الله به طريقا إلى الجنة. أوصيكم وأوصي نفسي بتقوى الله عز وجل، فإن من اتقى الله وقاه. وتزودوا فإن خير الزاد التقوى واتقون يا أولي الألباب. قال تعالى يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. وقال أيضا يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا. وقال يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. أيها الأحبة، فإن خير الكتاب كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار. أعاذني الله مني وإياكم من النار. Baada kumhimidi Allah subhanahu wa ta'ala na kumtakia sala na salamu zimfikie Mtume sallallahu alayhi wasallam, ningependa kuanza kuhusia pamoja na kuhusia nafsi yangu dhaifu kwa swala zima la kumcha Allah subhanahu wa ta'ala. Kwa hakika hiyo ndio ilikuwa wasia ya umma ambaye iliyotangulia na wasia ambao Allah subhanahu wa ta'ala akahusia ummatu Muhammad sallallahu alayhi wasallam, walaqad wasayna alladhina utul kitab min qablikum wa iyyakum an ittaqullah. Na Allah subhanahu wa ta'ala kasema pia
kuntum khayra ummah ukhrijat lin-nas ta'muruna bil ma'ruf wa tanhauna 'anil munkar. Umma hii, umma Muhammad sallallahu alayhi wasallam, imekuwa bora kwa msingi ya kuwa wanaamrisha mema na wanakataza na maovu. Na Mtume sallallahu alayhi wasallam akasema pia, la yu'minu ahadukum hatta yuhibba li akhihi ma yuhibbu li nafsihi, hata amini mmoja wenu isipokuwa apendee mwingine vile anapendea nafsi yake. Na Mtume sallallahu alayhi wasallam akasema pia, ad-dinu nasiha, dini ni kupatiana nasiha. Na mwanashairi anasema, wa min a'zami taqwa an-nasihatu innahu min ad-dini adhat mithlu usbanaihi, hakika kuonyesha umuhimu wa takwa ni na uzito wa takwa ni kupatiana nasiha. Pili, tunashukuru wale ambao wamepanga hii majalis kikao kama hichi. Allah subhanahu wa ta'ala aweze kutunufaisha pamoja. Na Mtume sallallahu alayhi wasallam anasema, majtama'a qawmun fi baytin min buyuti Allah yatluna kitab Allah wa yatadarasunahu bainahum illa nazalat bihim as-sakinah wa ghashiyatuhum ar-rahmah wa haffatuhum al-malaikah wa dhakarahum Allah fi man 'indah. Mtume sallallahu alayhi wasallam anasema, hawatakuwa watu wanajumuika katika nyumba miongoni mwa nyumba ya Allah subhanahu wa ta'ala, nao ni masajid, ili hali wanasoma kitabu cha Allah subhanahu wa ta'ala na pia wanafundishana baina yao ilmu shar'i, isipokuwa Allah subhanahu wa ta'ala anashusha malaika wale wanafunika watu kama hao ambao wamekaa katika majalisul ilm wakitafuta elimu, wanafunika na rahma na wanamtaja katika Allah subhanahu wa ta'ala. Ahibati fillah, wasia kwanza ambao nawapatia ni at-tauhid, kumpokesha Allah subhanahu wa ta'ala. Na hiyo ni haki ya Allah subhanahu wa ta'ala kwetu sisi. Hakika Mtume sallallahu alayhi wasallam alipokuwa na Muadh bin Jabal radiyallahu anhu, anamwambia Muadh, Muadh, je, unajua haki ya Allah subhanahu wa ta'ala kwa waja na haki ya waja kwa Allah subhanahu wa ta'ala? Muadh bin Jabal anamwambia Mtume sallallahu alayhi wasallam, Allah wa rasuluhu a'lam, bali Allah subhanahu wa ta'ala na mtume wake ndio anajua. Mtume sallallahu alayhi wasallam akamwambia, haki ya Allah kwa sisi ni kumwabudu Allah subhanahu wa ta'ala peke yake na wala tusimshirikishe na kitu chochote. Na kitu nzito ambao Waislamu wanafaa kuhusiana juu yake ni kumcha Allah subhanahu wa ta'ala na kumwabudu pasi na kumshirikisha na kitu chochote. Na hii ndio ilikuwa wasia manabii wote walipokuwa wanakuja ardhini. Anasema Allah subhanahu wa ta'ala, wa laqad ba'athna fi kulli ummah rasulan an i'budu Allah wajtanibu at-taghut. Hakika Allah subhanahu wa ta'ala katika kila umma alikuwa anatuma mitume, na mitume kazi yao ilikuwa ni an i'budu Allah, watu waabudu Allah subhanahu wa ta'ala na wakae mbali na kumshirikisha Allah subhanahu wa ta'ala. Kalimatu tauhid, hii kalima tauhid, la ilaha illa Allah, kalimatun qamat biha al-ardu was-samawat, ni kalima ambayo imesimamishwa ardhi na mbingu kupitia hii kalima. Wa khuliqat liajliha jami'u makhluqat, viumbe vyote Allah subhanahu wa ta'ala kiviumba alikiumba kwa ajili ya hii kalima. Na Allah subhanahu wa ta'ala anasema,
wama khalaqtul jinna wal insa illa liya'budun, hakuumba majini na watu isipokuwa muabudu Allah subhanahu wa ta'ala. Na pia kupitia hii kalima Allah subhanahu wa ta'ala akatuma mitume wake, akashusha kitabu chake na akasimamisha sheria yake kupitia hii kalimatu la ilaha illa Allah. Na kupitia hii kalima kukawekwa janna na nar. Ule ambaye ataamini kupitia hii kalima Allah subhanahu wa ta'ala atamuingiza janna, na ule ambaye atakataa akufuru Allah subhanahu wa ta'ala atamuingiza nar, wal iyad billah. فهي كلمة الإسلام ومفتاح دار السلام. Na kupitia hii kalima Allah subhanahu wa ta'ala atakuuliza madha kuntum ta'budun, nini mlikuwa mnaabudu, wa madha ajabtumul mursalin, na nini mmejibu mitume walipokuja wanaohusia kupitia hii kalima. Na hii kalima ya la ilaha illa Allah katika sharti zake ni ikhlas, kufanya amal kumkusudia Allah subhanahu wa ta'ala, kukaa mbali na shirk, kukaa mbali na bid'a. Na ule ambaye ametangulia alisema hadithi ya Mtume sallallahu alayhi wasallam, man ahdatha fi amrina hadha ma laysa minhu fahuwa rad. Ule ambaye atazua kitu kwa dini atarudishiwa, na amali yako kukubalika inahitajia jambo mawili. Ya kwanza ni muabudu Allah subhanahu wa ta'ala kwa ikhlas, ya pili ni mfuate bwana Mtume sallallahu alaihi wasallam, naye ni mutabaa. Ya pili, la yakhfa li ahadin, nilipatiwa nizungumzie marhala shabab, marhala ya ujana. Hakika marhala kama hii ni marhala adhim jiddan, marhala muhimu kwa mwanadamu kuitumia kwa kitu ambayo inafaa. Na Uislamu hii marhala ikaipatia kipaumbele, na hadithi nyingi ya Mtume sallallahu alaihi wasallam ukiangalia alikuwa anaelekezea vijana. Katika hadithi anaambia Ibn Abbas radiyallahu anhu, ya ghulam inni uallimuka kalimat. Hadith anaambia Ibn Abbas, Abdullah bin Abbas, ya ghulam, he kijana, ihfadhillah inni uallimuka kalimat, hakika mimi nakufundisha maneno. Na wanataarifa anasema kuwa Ibn Abbas vile Mtume sallallahu alayhi wasallam alikufa ndio alikuwa amefikisha umri wa kubalighi, na ili hali Mtume sallallahu alayhi wasallam anampatia maneno mazito. Masalafu salih rahimahumullah wanasema nilifikiria hii hadithi miaka mingi mpaka ndo nikakuja kuelewa. Na Mtume sallallahu alayhi wasallam anasema yaghtanim khamsan qabla khams, chunga matano kabla matano yatakupata. Ya kwanza Mtume sallallahu alayhi wasallam anaanza nao shababak kabla haramik, ujana wako tumia vizuri kabla uzee utakufika. Ya pili Mtume sallallahu alayhi wasallam anasema tumia afya yako kabla ugonjwa hujakufika. Kisha Mtume sallallahu alaihi wasallam anasema tumia ukwasi wako kabla umaskini hujakufikia. Kisha Mtume sallallahu alaihi wasallam akiendelea, ya nne anasema farawa kabla shughlika, tumia free time yako kabla wakati wa kushughulika hujakufikia. Kisha Mtume sallallahu alaihi wasallam anasema wa hayataka kabla mutika, na uhai wako kabla hujakufa. Tukiangalia hadithi
Mtume sallallahu alaihi wasallam akimalizia anasema uhai wako uitumie vizuri kabla kifo cha kufikia. Hakika ujana wako iko ndani ya umri wako. Na ili hali Mtume sallallahu alaihi wasallam kusisitiza marhala ya ujana, anaendelea anasema shababaka kabla haramik, ili kutuonyesha uzito wa marhala kama hii. Na Ibn Mas'ud radhiyallahu anhu katika hadithi ya Bwana Mtume sallallahu alaihi wasallam anasema lan tazula qadama imri'in 'abd yawm al-qiyamah hatta yus'al an khams, hata nanyua mmoja wenu mguu siku ya kiyama, mguu wake siku ya kiyama, isipokuwa ulizwe mambo matano. Ya kwanza, an umrihi fima afna, umri wako ulitumia vipi? Umri wako ulitumia kumwasi Allah subhanahu wa ta'ala, ama umri wako ule ndio ulitumia vizuri kumwelekea Allah subhanahu wa ta'ala kuifanya ibada zako? Kisha Mtume sallallahu alaihi wasallam anaendelea anasema wa an shababihi fima abla, ujana wako ulitumia vipi? Ulitumia kufanya sherehe, ulitumia kujikurubisha kwa Allah subhanahu wa ta'ala, ulitumia ujana wako kutafuta ilmu shar'i. Na Mtume sallallahu alaihi wasallam anasema talabul ilm fariidatun ala kulli muslim, kutafuta elimu ni wajibu kwa kila Muislamu. Kisha Mtume sallallahu alaihi wasallam kimalizia hadithi anasema wa malihi min aina iktasaba, Allah atakuuliza ile mali ambayo ulikuwa nao ulipata wapi? Na ilmu ambayo Allah subhanahu wa ta'ala alikupatia ulitumia kwa nini? Hakika marhala shabab ni marhala ambayo Uislamu ulitilia mkazo, na mtu akitaka kuchunga ushababu wake, ujana wake katika khairi, ni kutafuta elimu. Katika hadithi Mtume sallallahu alaihi wasallam anasema inna lillahi malaikatun tawafun, hakika Allah subhanahu wa ta'ala hakuna malaika wanazunguka ardhini. Hiyo ni kazi yao. Kazi yao ni kutafuta wale ambao wanamtaja Allah subhanahu wa ta'ala. Kwa mfano kikao kama hichi, wanatafuta vikao kama hizi. Wakipata kikao kama hizi, wanaita malaika wengine, wanasema kujeni kwa ile ambao mlikuwa mnatafuta. Kisha wanakuja katika majalis kama hiyo, wanamrudia Allah subhanahu wa ta'ala. Malaika wanasema niachaje waja wangu? Malaika wanasema, na ili hali Allah subhanahu wa ta'ala anajua, lakini anauliza kuonyesha umuhimu wa ilmu kwa shababu. Malaika anasema tumeacha waja wako wakikushukuru, wakikutaja, wako katika majalis dhikr, majalis ya elimu. Kisha Allah subhanahu wa ta'ala anasema, je, wameniona mimi? Malaika anasema hapana. Allah anauliza, ni vipi lao wangeniona mimi? Malaika anasema, bali ndio wangekuwa wanazidisha sana kukutaja wewe Allah subhanahu wa ta'ala. Kisha Allah anasema, ni nini waja wangu wananiomba mimi? Allah subhanahu, malaika alayhi msalatu wassalam anasema wanakuomba wewe janna. Allah subhanahu wa ta'ala anauliza, janna yangu je, umeiona? Malaika anasema hawajaiona. Allah anauliza, je, wangeona hiyo janna? Malaika anasema wangezidi sana kukuomba hiyo janna. Kisha Allah anauliza, ni nini wanajiepusha na mimi? Malaika anasema wanakuomba wewe Allah subhanahu wa ta'ala wakinge na moto wa jahannam. Allah anauliza, na je, waliona hiyo naru jahannam? Malaika anasema hapana, hawajaiona. Allah anasema, ni vipi lao wangeiona hiyo naru? Malaika anasema wangezidi sana kukuomba wewe Allah subhanahu wa ta'ala wakinge na moto wa naru.
Kisha Allah anasema, mimi nimeshuhudia kwamba, nashuhudia kuwa nimesamehea wale ambao wanakaa katika kikao kama hichi, nimewasamehea madhambi zao. Malaika anasema, ee Allah subhanahu wa ta'ala, bali kuna mtu amekuja katika majalis kama hiyo, kikao kama hicho, hajakuja katika lengo ya kutafuta elimu, bali amekuja labda anangojea rafiki yake hapo katika ile majalis waende. Allah anasema pia huyo nimsamehea madhambi zake. Hadithi adhimu jiddan ya kuonyesha fadhila ya ilmu. Na hadithi nyingine Mtume sallallahu alaihi wasallam anasema, man salaka tariqan yaltamisu fihi ilma sahala Allah bihi tariqan ila aljanna. Ule ambaye atatoka kutafuta hii elimu, Allah subhanahu wa ta'ala humsahilishia, kumonyeshea njia ya kuingia janna. وبهذا القليل أوصي mashabab kuwa wajikaze kutafuta ilmu shar'i. وقول اللهم علمنا ما ينفعنا وانفعنا بما علمتنا وزدنا علما واصلح شأننا كله ولا تكلنا إلى أنفسنا طرفة عين. اللهم آت نفوسنا تقواها وزكها أنت خير من زكاها أنت وليها ومولاها برحمتك يا أرحم الراحمين. اللهم أرنا الحق حقا وارزقنا اتباعه وأرنا الباطل باطلا وارزقنا اجتنابه. اللهم آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار. سبحانك اللهم بحمدك أشهد أن لا إله إلا أنت أستغفرك وأتوب إليك. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.